tumeweka malengo kwenye dira yetu, na malengo hayo ni makubwa, na malengo hayo yana faida kwa kila Mtanzania. Sasa jambo tunaloelekeza, tuna 70% ya sekta binafsi, 30% sekta ya umma. Nini tunachokielekeza? Ni lazima tuheshimu mitaji ya watu, lazima tuheshimu ofisi za watu, lazima tuheshimu kazi za watu. Nini tumekuwa tukielekeza hapa? Nimeelekeza hata nilipopita Msoma, na hapa naelekeza. Taratibu zetu tunazotumia kwenye masuala ya udhibiti lazima tubadilike. Nimeelekeza kuanzia sasa, achaneni na utaratibu wa kushikilia kitendea kazi, chombo cha moto ambacho ni kitendea kazi kwa vijana wetu. Pikipiki, bajaji, baiskeli, gari. Kama inatakiwa tu kulipa faini, ninyi shughulikieni na jambo la faini. Unapita maeneo mapikipiki yamerundikana, nini? Eti hawajalipa faini. Watalipaje faini kama pikipiki mmeshikilia? Tumekubaliana ndani ya serikali, iwe pikipiki, iwe gari, iwe kirikuu, iwe baiskeli na vingine vyote vile, ile tu ambayo imetenda kosa lisilo na dhamana hatutairudisha. Kama pikipiki imeshiriki kwenye mauaji, hatutairudisha. Kama pikipiki imeshiriki kwenye kupora meno ya tembo, hatutarudisha. Kama pikipiki imeshiriki kwenye wizi wa kutumia silaha, hatutairudisha. Imetumika kwenye ubakaji, gari, bajaji, hatutarudisha. Lakini haya ya faini, achaneni na utaratibu wa kizamani. Waacheni Watanzania, wapeni vyombo vyao vya kufanyia kazi, wafanye kazi. Nimetolea mfano wa magari, lakini hivyo hivyo, mkurugenzi, waambieni migambo wenu, sitaki hata sahani yenye wali ishikiliwe. Acheni watu wafanye kazi. Mheshimiwa Rais ananunua ambulance ili ziwaishe wagonjwa pale ambapo wanahitaji kwenda kwenye hospitali za rufaa. Mimi nimeshuhudia, amenunua magari mengi sana. Kila mkoa una ambulance ya kisasa, yaani ni kama ICU inayotembea, akiwa amekusudia kwa ajili ya kuokoa maisha ya Watanzania. Lakini kila wilaya, kila halmashauri, maeneo mengi tumepata ambulance, lakini bado wapo watumishi katika hizi halmashauri zetu ambazo mgonjwa amezidiwa, ambulance ipo, wanaanza kumuomba mgonjwa mafuta, lete hela hii, lete hela hii, lete hela hii. Haya ni mambo yanayokiuka sheria, mambo yanayokiuka sera, na mambo yanayokiuka maelekezo. Watendaji wetu wakitaka kusafiri kwenda mahali hawakosi mafuta. Magari ya serikali hayakosi mafuta hata iweje. Lakini mgonjwa mnamwambia achangie mafuta kwenye ambulance ambayo ipo, imenunuliwa, na sera inasema mgonjwa awaishwe kupata matibabu. Haya ni mambo yasiyokubalika. RMO, waambie wasaidizi wako wote, wape mwongozo huu. Unamuombaje mafuta mgonjwa mahututi? Unamcheleweshaje mgonjwa kwa sababu ya mafuta? Hili halikubaliki. Sasa ndugu zangu wawakilishi wa wananchi, ikitokea mgonjwa amezidiwa, ambulance ipo, eti akacheleweshwa matibabu kwa sababu ya mafuta, hebu tupate huyo aliyechelewesha mgonjwa kwa sababu ya kuomba mgonjwa mahututi mafuta, ili tujue huyo ameshindwa kazi.